Guys, vijana wenzangu, sisi leo ndio vijana wenye nguvu, vijana wenye morali, tunajiita Gen Z. Lakini baada ya kizazi chetu kuna kizazi kitakuja. Sasa tutachagua tuite wazee wenye hekima au wazee wa hovyo. Wazee wa hovyo itakuwa ni maamuzi yetu katika kulibomoa taifa letu na kusababisha sisi malighafi zetu, rasilimali zetu kupotea. Tunasababishaje? Tumeona Afrika hapa machafuko mengi yanatokea barani Afrika. Tunalalamika wanyonyaji, lakini hatujui wanyonyaji wananyonyaje. Wanyonyaji tunawapa mianya sisi wenyewe. Tunawapaje? Wanatuingiza kwenye mtego wao. Kwenye mtego wao tunaingia kwenye mtego. Wanatumia ndugu zetu weusi ambao wanaishi katika nchi zetu, nchi jirani, au wanaoishi katika mabara ya Ulaya huko kwa magharibi, wamehifadhiwa. Wanakuja kwa majina ya wanaharakati, NGO mbalimbali, wanachochea machafuko katika mataifa yetu. Wazungu wanawadhamini, wanapowadhamini wazungu wanakuwa na target yao. Wanapodhamini wanakuwa wana shabaha yao. Lakini nyuma ya pazia uzalendo, serikali yenu, watu wanatekwa, hakuna haki, amani haina faida, apigwe. Tunapandikizwa morali na chuki, tunauana wenyewe, tunapigana wenyewe, na mwisho wa siku wale wanaharakati wanatoweka. Inakuja phase ya pili, wanakuja wazungu wenyewe. Sasa wanapokuja sasa, mamlaka zetu, viongozi wetu wanakuwa hawana maamuzi thabiti, kwa sababu raia hawako nyuma yao. Raia wanawatukana viongozi wao. Kwa hiyo viongozi wanakosa nguvu ya kufanya maamuzi. Sasa wazungu wanakuja na mikataba. Sasa hapo kwenye mikataba sasa, nyuma ya pazia hiyo, viongozi wa Afrika wanashindikizwa ili uendelee kutawala kwa amani, nchi iwe na utulivu, inabidi usai. Ndio mikataba ya ushoga inaingia hapo. Tutachagua sasa tuje kuwa mazee mashoga huko baadaye, madada masagaji hapo baadaye. Tutachagua sisi mikataba hapo ya unyonyaji rasilimali zetu. Sasa wakuu wa nchi wanaangalia, wanaona sasa si bora nitawale kwa amani tu, bora nitawale kwa amani, na historia itaandikwa. Mimi nawapeni mfano wa pale kwa kuna mtu mmoja kwa anaitwa Jonathan Savimbi. Mzungu alikuwa anampa misaada mingi sana, analeta magomvi, machafuko manini. Kila siku uchaguzi ukifanyika, wanaweza tukupa makamu wa rais, yeye hataki, anataka, yani ni mtindo mmoja, anabaka watoto, anafanya nini. Ikafikia tu rais wa kipindi hicho wa taifa hilo akakutana na wazungu. Wazungu akamwambia, sisi tunataka 1 2 3, na yule bwana akasema sawa, kwa hamtompa silaha wala msaada tena huyo. Ndio basi bwana. Yule rais akakubali kwa kuwa taifa lake, na mpaka leo taifa hilo mali zinakwenda. Lakini ile sababisha ni vurugu za Jonathan Savimbi. Kwa hiyo wazungu walichokipata wanachokitaka, wakakata misaada kwa Savimbi. Askari wake walikosa paka nguo za kuvaa, walikosa paka chakula, walitembea sasa. Lakini imesababishwa na nini hii? Leo baada ya miaka ijayo, kizazi kinachokuja kinakuja kulalamika. Kizazi hicho kinasema viongozi wetu hawakuwa wazalendo. Sio hawakuwa wazalendo, bali kuna mtu mmoja miongoni mwenu alitafuta vikundi vya waasi, akasababisha vurugu, serikali ikakosa utulivu, serikali ikashindwa kufanya maamuzi haya kwa sababu ya Savimbi. Rais wa nchi akakubali ujinga tu. Sasa leo vijana tumekaa hapa tunajiona wajanja, tunatukana, tunasababisha vurugu. Kwa nini tuwane wenyewe kwa wenyewe? Sio fair, it's not fair. Kwa vijana lazima tuamke. Hii mikakati tukiwa wamoja, tukishakuwa wamoja, tukapendana wenyewe na tukapenda serikali zetu, watawala wetu wanapata nguvu ya kukataa mikataba mibovu. Watawala wetu wanapata nguvu, wanajua kuna ulinzi. Lakini inauma, inasikitisha Afrika. Na tunaona yanatokea baadhi ya nchi, na kwetu Tanzania, na vijana tunashangilia kwa morali, tunapandikizwa chuki, ibada ya ukatili tunaombewa, tunapata morali, tunataka kuuana. Nasikitika sana. Mungu Baba, naomba kwa taifa letu utupe moyo wa ujasiri, uturudishie upendo na amani. Mungu tunakuomba uwape ujasiri viongozi wetu, uwape hekima na busara wa Tanzania wote, tukalilinde taifa letu, tukalinde rasilimali zetu. Asante.